Haleluya, shalom, shalom, shalom familia ya maombi ya ukombozi. Mungu akubariki sana. Prophet Adeo hapa nazungumza. Mungu akubariki. Ninatamani tuweze kuziangalia siri kidogo, siri ya mwaka 2026. Kati ya mambo muhimu ambayo watu wengi hawajui ni kujua kwamba kila mwaka umebeba siri zake za kiroho. Na hapa natamani Mungu akufunulie kidogo siri ya namba 6. Siri ya namba 6. Tuone Mungu alifanya nini siku ya 6, na siri hii itakusaidia sasa kuingia kwenye maombi kukamata mwaka 2026. Hii ni siri kubwa ya namba 6. Na hii siri tunaipata wapi? Tunaipata pale ambapo tunaangalia siku ya kwanza Mungu alifanya nini, siku ya pili Mungu alifanya nini, siku ya tatu, siku ya 4, siku ya 5, tunamaliza mwaka 2025. Sasa tunapoingia siri ya siku ya 6, siri ya siku ya 6, ukijua siri hizi kinabii zinakupa mwaka fulani au mwaka husika, na unajua namna ya kuingia na namna ya kuomba katika mwaka huo. Natamani tuione hii siri ya siku ya 6, na ndiyo siri muhimu sana ambayo natamani tuiangalie kwenye kile kitabu cha Mwanzo. Tuione hiyo siku ya 6, Mwanzo 24, kuanzia Mwanzo 1 kuanzia mstari ule wa 24. Tutasoma mpaka mstari wa 31. Tuone kazi ambayo Baba alifanya siku ya 6. Siku ya 6, na hii ni siri ya siku ya 6. Siku ya 6 Biblia nasema Mwanzo 1:24 anasema, Mungu akasema, nchi na izae kiumbe hai kwa jinsi zake, mnyama wa kufugwa nacho kitambaacho, na wanyama wa mwitu kwa jinsi zake. Anasema ikiwa hivyo. Mstari wa 25, Mungu akafanya mnyama wa mwitu kwa jinsi zake, na mnyama wa kufugwa kwa jinsi zake, na kila kitu kitambaacho juu ya nchi kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. 26, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote, pia kitambaacho juu ya nchi. 27, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, katawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Na chakula cha kila mnyama wa nchi na cha kila ndege wa angani na cha kila kitu kitambaacho juu ya nchi chenye uhai, majani yote ya miche, ndiyo chakula chenu. Ikawa hivyo. Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama, ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Sasa kuna mambo natamani uyatafakari kwenye siku ya 6. Namba 1, tunamuona siku ya 6 Mungu akifanya wanyama. Unaona? Namba 1, na akifanya wanyama
Lakini kazi ya pili Mungu aliyoifanya siku ya sita ilikuwa sasa ni kumuumba mwanadamu. Akamuumba mwanaume na akamuumba mwanamke. Naona akawaumba. Kazi ya tatu, akawabariki. Akawabariki huyu mtu mume na mtu mke. Kazi ya nne, zaeni mkaongezeke. Zaeni mkaongezeke na muijaze nchi. Kazi ya tano, akasema mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani, na akawapa wanyama kila kitu kuwa miliki ya mwanadamu. Sasa tunaiangalia siku ya sita namna ambavyo imebeba siri kubwa sana. Siku ya sita ndipo tunamuona Mungu anaumba wanyama. Siku ya sita tunamuona Mungu anaumba mwanadamu. Siku ya sita tunamuona Mungu anawabariki mtu mke na mtu mume. Siku ya sita tunaona anawaambia nendeni mkatawale samaki wa baharini, ndege wa angani. Glory to Jesus. Siri hii ni siri ya siku ya sita. Kwa hiyo siku ya sita kiroho, namba 6 kiroho, ambao tunasema ni mwaka 2026, kuna nguvu kubwa ya uumbaji. Na ukizijua siri hizi na ukianza kuziombea, utaona kitu ya ajabu sana itakaofanyika mwaka 2026. Namba 1, siri kubwa ni siri ya uumbaji. Maana yake ndipo Mungu anaumba wanyama, lakini pia anamuumba mwanadamu. Sasa ninapokuambia siri ya uumbaji, kama Mungu anaumba mwanadamu, anaumba na mnyama. Sasa siri ya siku ya sita imebeba kubwa ya kufinyangwa, uumbaji na kufinyangwa, namna ya kuumbwa upya. Kwa mwaka 2026, muombe Mungu afanye uumbaji mpya kwenye maisha yako, uumbaji wa kimwili na uumbaji wa kiroho. Mungu akuumbe upya, akuumbe upya, uumbaji wa kimwili na uumbaji wa nini? Uumbaji wa kiroho. Urudi kwenye ile asili ya kimbingu siku ya sita. Hii neema ya kuumbwa ni kutengenezwa upya, ni kufanywa upya. Glory to Jesus. Kufanya upya kimaombi, kufanywa upya kiroho, kutengeneza mambo yako ya kiroho yatengeneze mwaka 2026, na utaona mpenyo mkubwa wa kiroho. Maana Mungu anaenda kuumba uumbaji mpya wa kiroho, kwanza kumtafuta Mungu kwa namna mpya kabisa 2026. Lakini pia uumbaji mwingine ni uumbaji wa kimwili. Mungu afanye uumbaji mpya kama alivyomfanya mtu mke na mtu mume, akufanye. Anapokufanya afanye uumbaji mpya wa kimwili. Kama ulikuwa na changamoto za magonjwa, una changamoto za nini, unamwambia Mungu, naomba ufanye uumbaji mpya mwaka 2026, akuumbe upya, uwe kiumbe kipya, akufinyange kwa namna mpya. Maana yeye anasema kwenye kitabu cha Yeremia kwamba hata chombo kikivunjika, yeye atakifinyanga upya. Kama Mungu alifinyanga mwili huo, ukuwa na magonjwa, ukuwa na shida, akufinyange upya mwaka 2026, akutengeneze kwa namna mpya, akuumbe upya. Kwa sababu ni siku ya ngapi? Ni siku ya sita. Lakini jambo kuu lingine la tatu, tunasema baada ya kumuumba mwanadamu, akamfanya kuwa yeye ni mtawala. Unaona, akamfanya yeye kuwa ni mtawala. Kwa hiyo mwaka 2026 unahitaji kibali cha kutawala, kibali cha kutawala. Na watakaofanya maombi haya kwenye kibali cha kutawala wataenda kutawala kwenye maofisi mbalimbali. Unaona, utaenda
utaenda kutawala kwenye maofisi mbalimbali, utaenda kuwa mtu mkuu kwa sababu una kibali cha kumiliki na kufanyaje na kutawala. Wewe utakuwa ni mtu mkuu, utamiliki na kutawala. Lakini kitu cha 4 alisema hivi, zaeni mkafanyeje? Mkaongezeke. Zaeni mkafanyaje? Mkaongezeke. 2026 ni mwaka wa kuzaa na kuongezeka. Ukikaa vizuri na Mungu utaona kuna maongezeko makubwa sana kwenye kazi zako, utaona kuna maongezeko kwenye biashara zako, utaona kuna maongezeko ofisini, utaona kuna maongezeko kwenye huduma. Yani kutakuwa kuna maongezeko makubwa sana ya kiroho kwa wale ambao wataikamata vizuri hii siku ya 6, namba 6. Pako maalum wa kuongezeka, neema maalum ya kuongezeka, upako maalum wa kuongezeka, nguvu maalum ya kuongezeka, neema maalum ya kuongezeka, umeona, nguvu maalum ya kuongezeka. Kwa hiyo anza kuomba, anza kujitabiria ile nguvu maalum ya kuongezeka. Lakini kitu kingine, akawabarikia. Umeona Mungu alichokifanya baada ya kuwaumba, akawabarikia. Umeelewa maana yake? Mungu aliwabarikia. Kwa siku ya 6 inaweza kuwa ndio siku yako ya kuziamuru baraka ambazo Mungu alizikusudia miaka mingi. Ujue kuna baraka ambazo Mungu alikusudia miaka mingi uwe na miaka yote inapita na bado maisha yako ni yale yale. Kwa siku ya 6 lazima kuomba Mungu airuhusu tena ile baraka mpya ije juu yako. Ile baraka mpya ije juu ya uzao wako, baraka mpya ije juu ya kazi yako, baraka mpya ije juu ya hatima yako, baraka mpya ije juu ya neema yako. Kwa kuna maombi ya kuomba siri ya namba ngapi? Siri ya namba 6. Kuomba Mungu akupe neema, yani baraka mpya, akawabarikia. Na wewe mwambie Mungu, hii ni siku ya 6 na nahitaji baraka zitokazo kwako ziwe juu yangu, zile baraka za original, zile asili, kwa sababu tunatamani kuona ile asili ambayo Mungu alituleta hapa duniani. Mungu hakutuleta duniani sisi tuwe watu ambao wana kitu. Hapana, Mungu kwanza alitubarikia, alitupa kila kitu. Yani ukiangalia hapo kwa mfano wake, kwa mfano alimuumba mwanamume na mwanamke, aliwaumba, Mungu akawabarikia. Unaona, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, kaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye kiendacho juu ya nchi. Mungu akasema, nimewapa kila mche utoao mbegu. Umeelewa? Unaona? Kwa hiyo anaposema kitu kingine, anaposema nimewapa kila mche utoao mbegu, maana yake wale ambao wanahusika na mambo ya kilimo, plantations, estates za kilimo, wataanza kuona neema wakiomba sana maombi, kwa sababu mwaka 2026 mwaka wa kivita. Lakini mtu atakayekaa kwenye maombi makubwa ataona mche unaotoa mbegu ukitoa mbegu sana. Hii ni baadhi kidogo ya siri za mwaka 2026. Tumeziangalia kupitia ile namba 6. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kukuomba, ingia kuomba maombi ya kurudi kwenye asili ya namba 6, asili ya uumbaji. Mungu aliumba kwa sababu gani? Uliletwa duniani kwa sababu gani? Na ukitaka kukamata mwaka 2026 huwezi kukamata tu hivi. Glory to Jesus. Na wewe tafuta sadaka namba 6. Umelelewa? Gusa sadaka namba 6. Inaweza kuwa ni 6,000, inaweza kuwa ni 60,000. Yani sadaka namba 6 unakamata ile sadaka namba 6. Yani fanya tu fanya sadaka namba 6, unaikamata namba 6 na mwambia Mungu, naombea hii namba 6. Kiroho utaona mafanikio makubwa. Na mimi nakuombea Mungu akupe neema 2026 katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakushukuru, ninatamka neno hili na siri hizi za mwaka 2026 ambazo umezifunua kupitia kinywa cha nabii wako. Baba wa mbinguni, yoyote ambaye amekusudia kurudi kwenye 6 ya ukombozi ambayo Baba alileta kwa ajili ya sisi wanadamu, Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, tupe hii siri ya namba 6 kuielewa, na tupe kwenda kwenye viwango vikubwa katika jina la Yesu Kristo.
nami namuombea msikilizaji wangu akafanikiwa mwaka 2026 katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Amen.